Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepata nafasi ya kutembelea chanzo cha maji Nzogwe na kingine kile cha Ivunge maarufu kama Ngazi 60 na mradi wa maji wa mto Kiwira. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dhati ya moyo naomba nimpongeze sana mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji Mbeya, kaka yangu mpendwa mhandisi Gilbert Kayange na timu yake yote ya mamlaka ya maji Mbeya kwa kazi kubwa ambao wanaifanya. Naomba tuwapige makofi mengi sana. Katika siku hizi ambazo tumekuwa hapa, Mheshimiwa Waziri, tumepata nafasi ya kipekee ya kujadiliana kwa kina na kwa uwazi juu ya maeneo mbalimbali ya utoaji wa huduma kwa wateja. Mheshimiwa Waziri, tumefanya tathmini ya hali halisi ya sasa, wapi ambapo tupo katika eneo hili la huduma wa wateja. Tumeangazia mafanikio mbalimbali ambayo yametokea, lakini Mheshimiwa Waziri, hatujaacha kujadili changamoto na kujifunza kutoka kwa mtu mmoja mmoja na kuona namna gani tunasonga mbele, na tumeweka dhamira ya dhati ya pamoja ya kwenda kuboresha zaidi huduma zetu kwa wateja. Mheshimiwa Waziri na viongozi wote, kwa kipindi hiki ambacho nimepata nafasi ya kukaa na timu na kipindi ambacho nimeshazunguka katika mamlaka mbalimbali, niseme kwa dhati ya moyo wangu, tunayo timu nzuri sana ya wakurugenzi na mameneja wa huduma kwa wateja. Mheshimiwa Waziri, kama ingekuwa ni timu ya mpira ya Tanzania, ningeifananisha na timu ambayo imefanya vyema hadi kutufikisha hatua ya fainali ya kombe la shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, yani Simba Sports Club. Mheshimiwa Waziri, katika kipengele nyingine katika eneo hili la TEHAMA ni katika mfumo wetu wa MAGIS ambao sasa hivi umeunganishwa na e-mrejesho, ambapo yale malalamiko ya mteja yanayowasilishwa basi yatatumwa moja kwa moja kwenye moduli ya customer service katika mamlaka husika, na tutakuwa katika position pia ya kuweza kutrack malalamiko yale kuweza kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Waziri, katika hili swala la pili, bila nyenzo wakurugenzi wa huduma kwa wateja hawatoboi, na nyenzo pekee wanaohitaji ni kupata mafunzo ya kutosha ambayo kwa pamoja yataweza kuwasaidia, na mafunzo haya ni katika kutumia teknolojia kwenye maeneo yafuatayo kama ukusanyaji wa mapato na madeni, kupunguza upotevu wa maji, kuwajengea uwezo pia watumishi ambao wako chini yao katika eneo hili la huduma kwa wateja na masuala ya dila za malipo ya kabla, kwamba elimu hii isiishie tu kwao, lakini pia twende tukaipeleke kama idara kwa wale watu walioko chini yao ili waweze kufanya kazi kwa urahisi. Commercial managers tunawatarajia sana. Changamoto kubwa ambayo nimeiona, commercial managers you are not speaking na team za ufundi. Kila mmoja yuko separate. Production yakifanya, distribution yanasambaza maji, production yanaproduce maji, yale maji yanakuwa consumed. Sasa inapokuja tunawategemea wenzetu ndio mwende mkatukusanyie, mambo hayatimii. Commercial managers, nyinyi mkiletewa, mtu anaweza akaja akakuletea shida na usiitatue, ukasema labda hiyo ni ya kiufundi ya FCR na idara yangu mimi. Nyinyi ni watu wote mnaotegemeana. Bila yule mtu wa production kuproduce maji, mtu wa distribution hawezi kusambaza, na mtu wa distribution aliposambaza, wewe commercial managers utacollect. Kwa hiyo tunategemeana. Usije ukajiona wewe ni jukumu lako kwenye zile roles na responsibilities za commercial managers peke yake. Lazima ujue ni collective responsibility. Ukipokea changamoto inayohusiana na swala la distribution, basi hakikisha umeenda kutoa taarifa. Tuna changamoto kubwa ya upotevu wa maji, lakini sisi humu ndani ni source. Uongo kweli? Sisi nyie mlioko humu ndani ni source ya non-revenue water kuwepo, na mnajua nyinyi pamoja na watu wenu walioko chini yenu sometimes mnashirikiana. Wewe unakuta maji yanavuja, umeletewa taarifa, lakini wewe unakaa tu. Unaweza ukaenda kusoma mita wewe na watu wako huko, ukakuta kuna mvujo wa maji, lakini unasema hii sio ya kwangu, hii ya mtu wa ufundi. Atakuja kufanya technical manager na timu yake. Anapata wapi taarifa bila ya wewe?
Mheshimiwa Waziri alishatoa maelekezo na hata bungeni, si ndio? Tulisema wale wote wateja ambao wako disconnected kwa ajili ya fine na nini, si tulisema wamesamehewa? Nyinyi commission manager mmeteke ile initiative za kwenda kuangalia disconnected. Kwa nini mtu yuko disconnected miezi 6-7 anatoa wapi huduma ya maji? Ana chanzo mbadala au? Kwa sababu kama wote tunatumia maji sosi ni A, lazima ujue huyu mtu yuko disconnected na ana nyumba yake, unaona yuko anaoga, anapendeza, anapiga bustani, lazima ujiulize, na yuko disconnected ana chanzo kingine cha maji. Kitu ambacho nilichokuwa nimekiona huko nyuma, tulikuwa na changamoto sana juu ya ujenzi wa miradi. Waziri unaweza ukaenda kuzindua mradi, ukiondoka unaondoka na maji. Ilikuwa anatoka siku fulani, yani ndio mambo alikuwa na wauzi wake. Mradi ambao ulitakiwa ujengwe kwa milioni 200 unajengwa kwa milioni 500. Mradi unajengwa unaenda kukagua wewe mwenyewe uliziki. Huko tumefuata mafanikio mengi. Leo kila sehemu miradi. Leo tunaona nchi zingine zinakuja kujifunza Tanzania juu ya ujenzi wa miradi. Huko tumefanikiwa. Ni kuombe sana. Moja ya kipaumbele sasa cha wizara, ukiachana na ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji, tafutaji wa fedha tu na vyanzo mbadala, lakini kipaumbele mahususi naomba kiwe swala zima la huduma kwa wateja. Huduma kwa wateja. Huduma ikiwa nzuri, mamlaka itakuwa nzuri tu. Una haja hata kuhangaika wewe boresha huduma. Mtu anapata maji atashangaa halipi maji. Lakini leo anapata, wiki 3 hapati, kesho kutwa anapata, leo huyu hapati. Natengeneza huduma ya masimango. Natengeneza malalamiko ambayo hayana lazima. Tuboreshe, tufanye reform, tusupport, tutengeneze mazingira hasa katika swala zima la uboreshaji huduma kwa wateja. Nikuombe sana kilio, jicho lako sasa nielekeze huko. Kwa nini tunazungumza uboreshaji wa huduma kwa wateja? Kwa mfano, inakuwaje mtaa huu watu wapate maji, huu mtaa mwingine hawana maji? Unatarajia nini? Tutengeneza tu chuki kwa serikali. Manake itaonekana huduma inayotolewa ni ya upendeleo. Kama mnaona kuna changamoto na maji haya ni machache, basi yakeni utaratibu. Bwana wewe utapata siku fulani, wewe utapata siku, na kweli hiyo siku aone anapata, lakini mtaa fulani tu ndio unapata au wengine hawapati. Yale mambo yanatia uchungu, ni mambo anaweza akajenga chuki. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye ni mama na ametoa fedha nyingi kujenga miradi ya maji. Ndio miradi mingi kila sehemu, au unakuta mamlaka ina hali ya uzalishaji wa maji kwa kiwango kikubwa sana. Mathalan, uzalishaji ni mwingi kuliko hata hayo mahitaji. Lakini mwananchi ameomba kuunganishiwa maji miezi 6, miezi 8, mwaka. Anatuma message mpaka kwa kiongozi, ukitumia leo watu wa huduma, kesho unaona tumeupiga mwingi vipi? Miezi 6 inakuwaje mtu akae miezi 6 kuunganishiwa maji na kuwa ni mtihani? Kwa nini ujui bwana? Ujui vipi? Yani mwenyewe sasa anapiga ramli mwananchi kule. Wewe mwenzangu kama uunganishwa, bwana, cheki ya misi mambo yako ataenda. Paka atoe kidogo. Haiwezekani. Maelekezo watu wa huduma kwa wateja yako wazi tu. Upo mkataba baina ya mteja pamoja na mamlaka kwamba ukiomba kuunganishiwa maji, basi ndani ya siku fulani sisi tutakuunganishia. Hayo mambo yanaumiza. Mtu amelipia aunganishiwe maji, vifaa sijui bado havijafika.
Yeye inamhusu nini? Mtu wa manunuzi, mfumo, mchakato, sijui utaratibu, inamhusu nini? Wewe ulikuwa haujui kwamba utakuwa na swala la maunganisho ya maji, au hamna malengo kwenye swala la maunganisho ya maji. Kwa hiyo hamlikuwa mjui kwamba kwenye store lazima kuwe na ziada ya vifaa kwa ajili ya maunganisho ya maji, au mpaka aje waziri natoa siku kadhaa hapa maji ya nani. Utendaji gani? Hizo zipendo. Soma mita, unaenda kusoma mita, unafika pale unasoma mita ina ukungu, hakuna reading, lakini unamwambia mwananchi akalipie, analipaje? Mna uhakika gani mtu wa huduma kwa wateja, huyu msoma mita amefika kwa mwananchi na amesoma mita? Una uhakika gani? Anaweza kaenda kwenye pool table, anasema huyu mama kibonge, huyu mnene atakuwa anatumia $120,000 tu. Ndo matumizi yake huyu. So unaona mwili huyu ana bustani huyu, atakuwa anatumia maji mengi. Kweli Wizara ya Maji lazima iweke mifumo ya kutrack huyu amefika na amefanya kazi. Bwana wewe usienda kusoma mita, umpige picha kule, ndio itafanyaje? Itasoma. Mifumo, tuwekeze kwenye mifumo. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais, maazimio sasa tunakwenda kwenye swala la prepaid mita. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa. Tumeona mifumo sasa hivi, yani mtu anasoma unamwambia bwana unadaiwa kiasi fulani haki. Hapo jema, ongeleni sana. Tumeanza vizuri. Ongeleni sana. Soma mita, anaenda kusoma mita. Haya. Huo ni usomaji wa mita. Bonge la koleo katika kiuno. Hilo koleo la nini? Wewe unakuja kusoma mita. Vitisho. Tutakukatia maji. Sawa, si tatizo. Mwingine ni mtendaji anafanya kazi serikalini. Ni vyema tumhabarishe bwana, tutakuwa na hili zoezi, lakini mpaka sasa kunakuwa na muda maalum pale. Mtu mwingine amekatiwa maji huu mwaka wa pili, yeye apati na wewe upati, bomba litapata kutu tu. Sema amelipa ile, kuna faini wewe sini na nini? Sasa unapata nini? Bomba litachakaa, mwisho wa siku wewe ndio kwenda kurekebisha. Sisi tunaelewana vizuri. Kuna mambo ambayo lazima tuone namna ya utendaji wake ili tuweze kwenda vizuri.